Huenda ikawa wewe umezaliwa Tanga au umeishi Tanga au umesikia neno Tanga au unajua mkoa wa Tanga au katika East Africa Tanzania, lakini kuna mkoa unaitwa mkoa wa Tanga. Sasa sisi watu wa Tanga ambao tumezaliwa Tanga tunaijua historia kindaki ya mkoa wa Tanga. Huenda ikawa wewe unasikia tu neno Tanga lakini hujafahamu historia kiundani. Huu mkoa wa Tanga ni mkoa gani? Watu wake wa Tanga ni watu wa aina gani? Kuna makabila mangapi? Historia ya Tanga imetokana na nini? Enzi za mkoloni, enzi za Mjerumani, Tanga ilikuwaje? Tanga ina viwanda, Tanga ina makabila, Tanga ina utu, na Tanga pia ina harufu yake. Na harufu ya asubuhi, kuna harufu ya mchana, lakini pia kuna harufu ya usiku. Hebu naomba tusikilize history ya mkoa wa Tanga. Mkoa wa Tanga. Mkoa wa Tanga ni moja ya mikoa ya zamani na muhimu nchini Tanzania. Mkoa huu uko kaskazini mashariki mwa nchi, ukipakana na Kenya upande wa kaskazini na Bahari ya Hindi upande wa mashariki. Makao makuu yake ni Tanga. Asili ya jina Tanga. Kuna simulizi maarufu kwamba jina Tanga lilitokana na neno la Kiswahili tanga, linalomaanisha tanga la jahazi. Wafanyabiashara na mabaharia waliokuwa wakifika pwani hiyo walilitumia sana kutokana na shughuli za usafiri wa baharini. Historia ya kale. Eneo la Tanga limekuwa na makazi ya watu kwa mamia ya miaka. Kabla ya ukoloni, pwani ya Tanga ilikuwa sehemu ya ustaarabu wa Waswahili uliokuwa ukifanya biashara na watu kutoka Uarabuni, Uhindi, Uajemi, Afrika Mashariki ya ndani. Biashara kubwa zilihusisha pembe za ndovu, viungo, mazao ya kilimo, bidhaa za baharini. Kipindi cha Waarabu na Waswahili. Katika karne za nyuma, Waarabu kutoka Oman walikuwa na ushawishi mkubwa katika pwani ya Afrika Mashariki, ikiwemo Tanga. Dini ya Kiislamu ilienea sana katika maeneo ya pwani kupitia biashara na mwingiliano wa kitamaduni. Kipindi cha ukoloni wa Wajerumani. Mwisho wa karne ya 19, Germany ilitawala eneo la Tanganyika na Tanga ikawa mji muhimu wa kiutawala na biashara. Wajerumani walijenga reli, barabara, bandari, mashamba ya mkonge. Tanga ilijulikana sana kwa uzalishaji wa mkonge ambao ulikuwa zao kuu la biashara wakati huo. Vita vya Tanga 1914, Battle of Tanga, ni tukio muhimu sana katika historia ya mkoa huo. Wakati wa vita kuu ya kwanza ya dunia, majeshi ya Waingereza yalijaribu kuiteka Tanga kutoka kwa Wajerumani mwaka 1914, lakini yalipata upinzani mkubwa. Vita hivyo vilifanya Tanga ijulikane kimataifa katika historia ya vita vya Afrika Mashariki. Kipindi cha Waingereza. Baada ya World War I, Waingereza walichukua Tanganyika kutoka kwa Wajerumani. Waliendeleza kilimo cha biashara hasa mkonge, chai, mpira, mazao ya chakula. Baada ya uhuru. Baada ya uhuru wa Tanganyika mwaka 1961, Tanga iliendelea kuwa kituo muhimu cha biashara, bandari, viwanda, kilimo. Leo hii mkoa wa Tanga unajulikana kwa bandari ya Tanga, kilimo cha mkonge na chai, utalii wa fukwe, mapango ya Amboni, hifadhi ya Saadani, vivutio vya Tanga. Baadhi ya maeneo maarufu ni Amboni Caves, mapango makubwa yenye historia ndefu, Usambara Mount. To get more videos of Abu Shuraim, don't forget to subscribe, like and share. May Allah guide and bless the person who shares the videos.